Yes, bana ni Retro Tour 2026 tuko hapa Mbeya. Kama ambavyo unafahamu, safari ilianzia mkoani Mwanza ikadondokea Dodoma na sasa tuko Mbeya. Diamond Platnumz atakiwasha hapa Mbeya, na kama ambavyo unafahamu show zake ama tour hii ya Retro Tour viingilio vyake vimechangamka kidogo. Yaani unaambiwa kiingilio cha chini ni shilingi na kiingilio cha juu kabisa ni shilingi milioni 3. Mimi niko na D-Baisa hapa na tupo hapa kwa ajili ya kukuonyesha namna ambavyo stage inavyoandaliwa, mazingira yanavyoandaliwa. Unajua unapotajiwa kiingilio kikubwa, basi hata hadhi ya hiyo sehemu lazima iwe kubwa. Sasa mimi naenda kukuonyesha namna mazingira yalivyo, namna stage inavyoandaliwa, namna VIP inavyoandaliwa na namna watu ambavyo wanafanya kazi. Ukitazama tukiwa tunaingia hapa mlangoni, hii ndio mahala ambapo show itafanyika, na muda huu ni saa 7 na maandalizi yanafanyika. Show itafanyika siku ya kesho tarehe 30 kwenye viwanja hivi, lakini pia kama ambavyo unaweza kutazama D-Baisa atakuonyesha kila engo ya hili eneo, namna ambavyo maandalizi yanafanyika. Ukitazama kwa mbali kabisa unaiona stage ni kubwa sana, lakini pia kuna screen zimefungwa kwa mbali kama ambavyo unaweza kutazama. D-Baisa, sogea kwa karibu tuonyeshe namna ambavyo mazingira yalivyo. Ukitazama kwa huku ndipo ambapo watasimama wale ambao watakuwa kilipia shilingi 50,000 zile, lakini pia kwa wale ambao watalipia viingilio vya juu kuanzia shilingi milioni 3 na kushuka chini, wao kuna sehemu zao ambazo wamewekewa maalum. Nilizungumzia swala la gharama ambazo watu watakuwa kilipia, na nikasema kuwa gharama iendane na mazingira, na kiukweli kwa jinsi mazingira yalivyo yanaendana kabisa na gharama ambayo ama pesa ambazo raia ambao watakuwa wakilipia. Nimekwambia show inaanzia shilingi milioni 3 mpaka kushuka shilingi 50,000. Huko ambapo unapatazama haya ambao unatazama ni makochi ambayo bado hayajapangwa vizuri, na haya ni maalum kabisa kwa ajili ya wale VIP ambao baadaye watafika. Na kama ambavyo unatazama D-Baisa onyesha kwa kule ambapo masofa haya yatakaa. Haya ni masofa ambayo VIP wale ambao watalipia sasa viingilio kuanzia shilingi milioni 3 mpaka chini kabisa, tukiachana na 50,000 watu watakiwa sehemu yao ambao watatulia, na kule ambapo unatazama ndipo ambapo VIP watatulia kule, na ujenzi ama marekebisho yanaendelea kufanyika. Yani kwa namna ambavyo wakati nafika hapa nilimwambia D-Baisa kwa namna ambavyo anavyotengeneza ni pesa nyingi sana inatumika. Yani imagine stage ambayo inatengenezwa hapa. Hebu imagine kwa haraka unadhani itakuwa imetumia pesa kiasi gani? Na hii ndio sehemu ambayo VIP watakuja kuchill baadaye kwa ajili ya kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Diamond Platnumz, au sio? Ukiangalia mazingira unaona kabisa ni mazingira rafiki, mazingira ambayo hata ukitoa pesa yako hauwezi kujutia kabisa. Lakini pia huku ujenzi wa stage ndo kabisa mama ujenzi unaendelea, na stage ni kubwa sana kiukweli, bonge moja la stage ambalo kiukweli kwa haraka kwa hapa Afrika Mashariki mimi naweza nikasema Diamond ndo msanii ambaye when it comes kwenye hii show ana invest sana. Kama unaweza kutazama hapa, mafundi wanashusha mzigo, speakers na nini na vifaa mbalimbali kwa ajili tu wana Mbeya na watu ambao wanaishi mazingira ya karibu waweze kuenjoy hapo baadaye na show ya Diamond Platnumz, au sio? Hii ni Retro Tour 2026, tuko hapa kwa ajili ya kukuletea matukio yote, na muda huu sisi tunakuonyesha tu maandalizi jinsi yalivyo. Stage imewaka sana, ukiangalia kule zile zote ni screen. Unaonyesha vizuri ya jamaa, zile zote ni screen zimefungwa, ambapo baadaye Diamond akiwa na perform basi watu wanaona kwa uzuri kabisa, au sio? Na kama ambavyo utazama mafundo wanaendelea na kazi yao kwa ajili ya kuhakikisha stage ama mziki ambao utakuwa ukitoka baadaye unatoka mziki fulani hivi nyololo na mzuri ambao hautakuumiza we masikio yako. Diamond kiukweli kwenye swala na investment ameshavuka. Mimi nashangaga ile jamaa ambao wanampambanisha Diamond na wasanii wengine, kwa sababu tukirudi kwenye aina ya muziki ambao anafanya, investment ambayo anaifanya ni investment kubwa sana. Ukiangalia tu kwa hizi speaker kwa haraka hapa ziko chini, yani hazihesabiki. Imagine sasa hizo ambazo zitafungwa baadaye, na huko ambako tunakupeleka ni backstage, mafundi wakiwa wanaendelea na ujenzi. Lakini pia nimemwona fundi moja amepanda juu kabisa kule. Naomba sogea kumuonyesha jamaa anavyoning'inia kule juu kabisa, na ufundi ukiwa unaendelea. You can imagine ni namna gani ama ni pesa kiasi gani imeinvestiwa kwenye hii tour, Retro Tour. Ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo mimi sione kama kuna mtu atalalamika kwamba ametoa pesa nyingi kwa ajili ya kiingilio, kwa sababu ukienda kwenye investment pia ni pesa nyingi imetumika kwenye kuandaa hii show ama hii
Tour. Tazama mafundi akiwa yanaendelea na kazi. Na nikwambie tu show itafanyika usiku wa kesho tarehe 30 hapa Mbeya, ambapo stage itashambuliwa kiroho mbaya na msanii Diamond Platnumz. Sasa DM, sogea karibu tuonyeshe namna ambavyo stage ilivyokuwa ikitengenezwa. Naomba nikwambie hivi vyuma ambavyo unavitazama hapa, narudia tena, hivi vyuma ambavyo unavitazama hapa vilikuwa vikiungwa ama vikichomelewa hapa. Yani imagine nondo zimenunuliwa. Yani hii ni investment ambayo naizungumzia. Nondo zimenunuliwa, watu wakaanza kutengeneza hapa, wanachomelea hapa, na ina maana hii show ikisha malizika, hivi vyuma vitachomolewa tena na kurudi kama vilivyokuwa hapo awali. Kwa